Sema nasi, gusa kila roho na nafsi iliyoko mahali hapa. Tupe mwelekeo. Sema nasi Baba, tupe uzima. Sema nasi Yehova, tutoe katika kile kilichotufunga, tukauone wema. Tunataka kuwa katika viwango vile unavyotamani wewe tuwe. Tunataka kuwa watu wale ambao wewe ulitaka tuwe. Ni kwa neno lako tunapokea, ni katika jina la Yesu. Amen. Naomba uketi. Unajua leo kwa sababu watu wengine tulikuwa nao kwenye mkesha, tunamshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema ibada ya jana imefungamanishwa na ibada hii. Jana nilizungumza sana nikiwa natoa mfano kwa maisha ya Ibrahimu. Nikasema kwa mujibu wa ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 17 kwenye Biblia hii inayoitwa Neno, anazungumziwa mtu anayeitwa Ibrahimu, ambapo mwanzo aliitwa Abraham. Abraham alikuwa amepewa ahadi na Mungu baada ya kutii kutoka kwenye nchi aliyokuwa anakaa, kutoka kwenye familia aliyokuwa ni sehemu ya, akaambiwa atoke aende kwenye nchi ambayo Mungu atamwonyesha. Na kweli Ibrahimu alitii. Kaa ukijua ndio chanzo cha jina Ebrania. Waliotokana na Ibrahimu aliyesikia sauti ya Mungu kutoka alikokuwa baba yake na ndugu zake na wote, akaenda kwa maongozi ya Mungu, akakae sehemu ambayo Mungu amesema ukakae kwenye nchi nitakayo kuonyesha. Hao watu wakaanza kuitwa Waebrania. Likatokea taifa lingine ambalo halikuweko. Likatokea kabila lingine ambalo halikuweko. Waliitwa Waebrania. Na hawa ni mfano wa watu wanaookoka leo. Wameambiwa toka kwenye mazoea uliokuwa nayo, kwenye desturi za ukoo wenu, kwenye mazoea ya taifa lenu, uanze kuishi kwa maongozi ya neno langu. Uanze kuishi kwa maongozi ya Roho wangu. Maana hao wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Sio wale waliojiunga na dini ya kilokole. Wale wanaoongozwa na Roho. Kwanza wamezaliwa mara ya pili kwa kuliamini neno la Mungu la Injili ya Yesu Kristo. Wakazaliwa kwa nguvu ya ufufuo. Hao ni wana wa Mungu. Hao wana wa Mungu kuendelea kuwa wana wa Mungu na wapate urithi wa huyo Mungu, maana yeye ni mfalme, lazima wasikie sauti yake, waongozwe na Roho. Kama Ibrahimu ilivyokuwa, akawa anaongozwa kwenda mahali, na baadaye uzao wake ukawa taifa kubwa, kama alivyokuwa ameahidiwa kwamba uzao wako hautakuwa na hesabu. Lakini alikuwa tasa mke wake, hawakupata mtoto. Kama ilivyo kawaida, hata tukiwa dunia ya sasa, tunatumia akili zetu na kuwaza na kuzitumia akili zako. Sio kosa kabisa. Kosa ni kuzitegemea. Lakini unapokuwa unafikiri, ndivyo Mungu anavyotaka. Fikiri, changanua, pambanua, linganisha, weka mambo vizuri, lakini urudi umtegemee Mungu baada ya hayo majibu unayoyaona.
kwamba tokeje. Wao walivyoona mtoto hatokei, wanaanza kuzeeka, siku zinaenda, wakaambizana, mume wangu, najua wewe hauna shida, shida ni mimi. Ingia kwa huyu msichana wetu wa kazi. Akaingia kwa Hajiri. Lakini bado Mungu alisema, hapana, nilichokuahidi sio hivi. Nilivyokuahidi ni kupitia tumbo la mkeo Sara. Sasa sikia, miaka 24 ilipita. Wewe umepata unabii, una muda gani ujumbe wako uliousikia haujatimia? Una muda gani toka umeamini neno fulani la Biblia halijawa kwenye maisha yako? Una muda gani ulikuwa kwenye maombi, Mungu akasema na wewe jambo fulani, lakini halijatimia kwenye maisha yako? Unaanza kukata tamaa. Lakini tunaye Ibrahimu ambaye yeye ni mfano. Yale yaliyopita kwenye maisha yake ndivyo itakuwa kwenye maisha yetu, kwa namna ya mfano. Namna alivyobarikiwa ndivyo tulivyobarikiwa. Namna yalivyotokea kwake ndivyo itakavyotokea kwetu. Yeye kwa namna ya mwilini, sisi kwa namna ya rohoni. Biblia inasema, sura ya 17 kitabu cha Mwanzo, Mungu akamwambia alipomtokea, jiweke vizuri Abraham, weka agano lako na mimi vizuri. Halafu mimi naitwa El Shaddai. Huwa napenda kusema hilo ni jina la kibabe la kuonyesha magumu yote mwanadamu nayo yapitia hayafui kitu, hayafui dao, hayafui, yani hayana namna yoyote ya kuwa magumu kwenye uweza wa Mungu. Naitwa El Shaddai. Yani mimi nina matiti mengi ya kuweza kuwanyonyesha wanadamu wote, nikawashibisha njaa yao. Ninacho chakula cha kuishibisha dunia yako. Mimi nitakutosheleza. Naitwa El Shaddai. Acha kujiangalia, niangalie mimi. Acha kujiangalia, niangalie mimi. Naitwa El Shaddai. Lakini Ibrahimu, kinachofanya miujiza yako na ahadi ninayosema juu yako zisitimie, nilikuwa naomba, ndipo Mungu akanifundisha hivyo. Sasa wewe nisikilize. Ibrahimu, wewe hutaitwa tena Abraham, utaitwa Abraham. Biblia yetu hii hawajaweka hivyo, lakini Biblia hii hapa ambayo imeshabihiana na tafsiri ya Kiingereza ya NIV wametumia kama ilivyoandikwa kwenye Biblia ya Kiingereza, Abraham, halafu sasa utaitwa Abraham. Kwa maana nyingine, jina la Abraham imeongezwa herufi H ikawa Abraham. Ha imeongezwa ha, ni pumzi juu ya jina lile lile. Na Sarai mkeo hataitwa Sarai tena, ataitwa Sara. Linaongezwa hilo neno, hiyo herufi H mbele. Sara ni pumzi, ili kila wakitaja Sara wanaongeza pumzi kwenye maisha ya Sara. Wanaposema Abraham badala ya Abraham, wanaongeza pumzi kwa Abraham. Ni kama mimi Mungu nilivyokuwa ninaumba Adamu, nilimuumba akawa sanamu ya kawaida, lakini nilipoinama nikampulizia akawa nafsi iliyo hai. Mungu amenifundisha hivi, unaweza ukawa Mariamu wa kawaida unayesema nitazaaje wakati simjui mume.
Mungu akasema kwa kinywa cha malaika, Roho wa Mungu atakujilia na nguvu za aliye juu zitakufunika. Haitakuwa kwa mkono wako, maana yake haitakuwa kwa uwezo wako, kwa maana hakuna lisilowezekana. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu, hakuna lisilowezekana. Sikiliza mtu wa Mungu, yako mambo mengi umemwamini Bwana, yako mambo mengi umeomba, yako mambo mengi umeahidiwa, umetamkiwa neno la unabii. Mwisho unataka kukata tamaa kana kwamba Mungu ni mwongo. Lakini sikia kila ambacho Bwana amenifundisha. Mwaka huu unavyoingia, anza kuwa ni mtu unayetamka pumzi, unayesababisha pumzi juu ya vile unavyovifanya, juu ya wanao, juu ya duka lako, juu ya shamba lako, juu ya miradi yako. Tamka kwa kinywa chako, yaseme, maana kama Mungu alivyo ndivyo ulivyo wewe duniani. Mungu alipoona nchi ina giza akasema na iwe nuru. Alipoona hakuna order, kuna chaos, akasema maji yaende pale na nchi ibaki pale, na akasema. Alipoona kuna utupu akasema kukawa na utele. Alisema, na kila aliposema, the Spirit of the living God moved to make the word into effect. Nguvu ya Roho wa Mungu hutembea kila anaposema. Na wewe vile vile, kila unaposema, Roho wa Mungu atayajilia mambo hayo unayoyatamkia. Biblia haijasema mkiona mlima mbele yenu salini, mkiona mgonjwa mbele yenu salini. Biblia imesema ukiuona mlima uambie, speak unto it. Ukiona mti unataka uhame, uambie. Kwa hiyo acha yale mambo uliorithi kwenye dini, anza kutamka. Unaona madeni nyumbani mwako, tamka juu yake. Unaona magonjwa kwa nao, tamka. Sema yale uyatakayo, yale uyasemayo yatakuwa. Maana imeandikwa, kama unaamini moyoni, ukisema kile ulichokiamini kitatokea. Sema, na mwaka huu ujifunze kusema. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 11, sura ya 12. Ezekieli 12. Ebu kwenye screen tuweke hapo. Ezekieli 12. Mstari Ezekieli 12. Kwa hiyo Ibrahimu mwaka huo huo wa 25 mke wake akatunga mimba. Baada ya kuweka vizuri agano lake na Mungu, wakatahiri. Halafu akabadilisha jina akawa anaitwa Abraham. Wengine wameanzisha dini ya kubadilisha majina ya watu. There is no power in that. Siku nyingine nitakueleza kwa nini haina faida. Watu wanajabadilisha majina lakini hakuna faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nitakwambia? Lakini ona Biblia inavyosema. Hapa Mungu alikuwa anataka tu tujue umuhimu wa kuweka pumzi. Umuhimu wa kuweka pumzi kwenye vitu tunavyovifanya. Na leo nitakupa mambo mawili. Kuweka pumzi kwenye mambo yako, kwanza weka moyo wako hapo. Yaani wewe una mifugo yako, lakini hata siku moja huiwazii. Yaani wewe una shamba lako, hata siku moja haliko moyoni. Una duka, hata siku moja haliko moyoni. Kwanza hata lilivyoanza ni wazo la mtu. Yeye kwanza ndio akakupa mtaji. Haliko moyoni mwako. That thing is dead. Hicho kitu ni mfu. Lakini kitu kilichotoka moyoni mwako kina uhai.
Hata kanisa linaweza likawa limeanza na watu wawili, litazaa na kukua kwa sababu liko moyoni. Uhai wa lile kanisa uko kwa huyo anayelizaa, maana liko moyoni. Uhai wa familia uko kwa huyo aliyeianzisha, maana iko moyoni. Akilala anaiwazia, akila anaiwazia, akisafiri anaiwazia, bado hajaoa anaiwazia, bado hajaolewa anaiwazia, baadaye atakavyoanzisha hiyo familia. Ina uhai, shetani hawezi kupingana nayo. Mungu lazima anaibariki, lazima ataona matokeo, kwa maana anao uhai mwenyewe. Kama Mungu alivyo, ndivyo alivyo na yeye. Unaweza ukasema amina? Unaweza ukasema amina? Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ule mstari wa 25, huyu wa screen ametoka. Katika mstari wa 25 neno la Mungu linasema, maana mimi ni Bwana, mimi nitanena, na neno nitakalo linena litatimizwa, na halitakawilishwa tena. Maana katika siku zenu, ewe nyumba iliyoasi, nitalinena neno hilo na kulitimiza, asema Bwana Mungu. Nitalinena neno na kulitimiza. Mungu hata nena neno akaacha kulitimiza. Umelidaka kutoka kwenye mafundisho ya mahubiri na unabii. Umelidaka kutoka kwenye Biblia wewe mwenyewe umesoma. Umelidaka wakati unaomba. Hilo neno alilosema, hilo neno lazima litimie. Mwaka 2026 uweke kuwa ni mwaka wa wewe kuona matokeo ya unayoyaamini. Mambo yafanyike. Sasa ili yafanyike, uwe unayatamka yale unayoyaamini. Itamkie biashara yako, watamkie watoto wako. Tamka mambo unayotamani kwa mke wako, tamka mambo unayotamani kwa mume wako. Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ya kwanza nilisema, kwa kuwa ni ushuhuda mzuri, ngoja nirudie tu, hata kama naona tayari muda wangu umeenda, lakini utanipa dakika chache nimalize. Nilisema hivi, wakati ninamchumbia huyu mdada hapa ambaye ndiye mke wangu, nilimwambia hivi, alivyokuwa ameshanikubalia, nikamwambia jiandae kuwa mama wa wengi. Sikuwa nasema atazaa watoto 100, lakini nilimwambia utakuwa na watoto wa mwilini, utakuwa na watoto wa rohoni. Mungu amenituma kuchunga kundi la watu na wala sio wachache. Akatunga mimba. Mwezi ule ule tumeoana. Mtoto yule nilikuwa namwekea mkono kila mara akiwa tumboni kwa mama yake. Ninamtamkia ninavyotaka aje kuwa. Na neno ninalolikumbuka kubwa nilikuwa kwamba uwe na akili, ukafanya mambo makubwa kuliko ambayo mimi baba yako nimefanya. Alivyozaliwa kakatokea ni kakike. Kidogo yale matumaini ya niliyokuwa nayaomba ni kama vile nikanasema angekuwa mkaka, yale maombi pengine, lakini Mungu anatenda. Imetoka kwenye Abraham imekuwa Abraha. Kwa hiyo Mungu akasababisha mtoto wetu wa kwanza kuwa wa tofauti. Toka alivyozaliwa ni wa tofauti. Ameenda shule ndio nikajua ni wa tofauti. Hata mtoto wetu wa pili alikuwa wa tofauti. Hivi yani anarudi shuleni tunadhani anaandikiwa na mwalimu. Namna anavyoandika sio maandishi ya mtu anayejifunza kuandika. Sio hesabu zilizoandikwa na mtoto anayejifunza chekechea.
Kwa hiyo sisi mtoto wetu wa pili aliingia darasa la kwanza akiwa na miaka 5. Dada yao Ruthi amekuwa excellent shuleni toka akiwa shule ya msingi, sekondari, high school, chuo kikuu, amesoma medicine. Na sasa anamalizia mwaka wa 3 oncology. Anabobea kwenye mambo ya kansa. Yaani kirahisi tu, ni kama vile anasoma masomo yale mepesi. Wakati ni masomo, anatuambia wenzetu wamedisco. Mwaka ule wa kwanza masters yao wamedisco watu. Mwaka wa pili wamedisco watu. Lakini yeye yani Mungu anaendelea kumpa. Yani ninashangaa. Ananikumbusha mama yake hapa, mwaka huu ameingia mwaka wa 3 na GPA ya 4.5. Na haya ni masomo magumu ya science. Ni matokeo ya kuweka pumzi. Iweka pumzi. Unapotamka juu ya kitu chako, unaweka pumzi ya Roho wa Mungu. Unaibariki biashara yako, umeweka pumzi ya Roho wa Mungu. Unabariki masomo yako, umeweka pumzi ya Roho wa Mungu. Maisha yako kwenye eneo hilo hayatakuwa ya kawaida. Sasa sikia, kwa kuwa neno la Mungu limesema lazima litimie, uwe unalitamka juu ya maisha yako. Litamke juu ya maisha yako kila unapopata nafasi. Usipende kusema ulioyaona. Kwa kuwa hivi itakuwa hivi. Sawa sawa na watu wengine. Wewe sema unayoyataka, sio unayoyaona. Kawaida huwa ikiwa hivi inakuwa hivi. Kwa mfano, hutaki mvua ila umeona mawingu. Sema asante Mungu kwa sababu haitanyesha. Hausemi kwamba mvua inanyesha, sasa itakuwaje? Mvua inanyesha, sasa itakuwaje na mimi? Unasema haitanyesha. Tofauti na unayoyaona. Ni jua na hakuna mawingu, unasema asante Mungu kwa sababu niliomba jana na leo mvua inanyesha. Hata kama huoni mawingu, maana utakusudia jambo na litakuwa. Ulisemalo litakuwa. Ukiamini litafanyika. Hivyo ndivyo ilivyo. Yawe ndio maisha yako wewe. Maana wewe ni mwana wa Mungu. Uko kama Mungu. Uyasemayo ndio yanayotukia. Unayoyatamani unayasema. Hayaishi kwenye moyo tu. Hauishi kuwaonea wivu wanaofanikiwa, ila wewe unayoyataka unayatamka. Yanayotokea kwenye maisha yako hayaji kwa bahati. Yanasababishwa kwa neno la imani la maisha yako. Hebu sema amen. Sema tena amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu sura ya 32 imejirudia hapo mstari na wa 28 pia kama unaandika. Ezekieli 12:25 na 28 ni vile vile. Lakini hebu tuangalie Ayubu 38 mstari wa 12. Ayubu 32 mstari 38 mstari wa 12. Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Huu ni mwanzo wa mwaka na leo ni tarehe 1. Kuiamuru asubuhi ni kutamka yale mambo unayotaka yawe. Na mapambazuko ni vile unavyotaka vitokee. Kwa mfano, unataka kazi. Unasema ninapata kazi mwaka huu. Kazi yenye malipo makubwa. Na moyo wako unavyoendelea kushawishika,
unasema na sehemu gani? Dodoma, Singida, Dar es Salaam. Sema. Unayajulisha mapambazuko mahali pake. Kwa vitu havitokei tu bahati. Na ndio maana hata mtu hawezi kukuloga, kwa maana wewe unayaongoza mambo yako yaende wapi, yatokee wapi, yafanyike saa ngapi. Maana unayaongoza, umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho tutakachofanya ibada ya leo. Ni muunganiko wa ile ibada ya jana nilipozungumza habari zile tulizozisikia. Nikasema ibada hii itakuwa ni ya kupokea neema ya mwaka. Neema ya mwaka huu unaipokea vipi? Unaipokea kwa kuamuru mapambazuko. Watu wa Mungu hawaishi kwa huruma za mtu, wala hata sio huruma za mchungaji, wala sio huruma za askofu, sio huruma za nabii. Wanaishi kwa neno lao. Neno lako ndio mambo yako yataenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwambie sasa mambo mawili matatu, lakini tutaendelea kwa tunaambizana. Kwa mfano Jumapili ukija tena kutakuwa na kitu juu ya mambo haya. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Tunaanza maombi na tumeshaanza na tunaendelea. Kwenye haya maombi Mungu atakupa wazo. Hebu sema wazo. Inaweza isiwe leo, inaweza isiwe kesho, lakini kuna siku tu utapata wazo. Wazo kwa ajili ya hiyo biashara yako, wazo kwa ajili ya hiyo shule, wazo kwa ajili ya hiyo ndoa yako, wazo kwa ajili ya hiyo huduma yako litakuja. Ndiyo, kuna mawazo yanayojizalisha yenyewe kwenye moyo wa mtu. Kuna mawazo yanayopandwa na shetani kwenye moyo wa mtu, lakini yako mawazo yanayopandwa na Mungu. Utajuaje ni wazo la Mungu? Litalingana na maandiko. Halitakwenda kinyume na neno lililoandikwa. Litakuwa linakupa uwezekano wa kutimia kwa baadhi ya maandiko unayoyajua kabisa. Hilo wazo likija, lifanyie kazi. Kila neno la Mungu lina nguvu nyuma yake ya kutimilika. Lengo lake ni kukufanya uwe kwenye utukufu wa Mungu. Utaendelea kuwa kama wanadamu wengine kama husikii sauti ya Mungu. Lakini wewe hautakuwa wa kawaida ukiwa unasikia sauti ya Mungu na ukafanya yanayoelekea sawa sawa unavyosikia. Jana kuna kijana alisimama hapa kutoa ushuhuda. Walianza kupata shida kwenye mambo yao. Mwanamke anafanya kazi, akawa anachukua pesa za mshahara wake anampa mume wake ili aka boost biashara yake, lakini anarudi mikono nyuma, kichwa kimeinama, kwa sababu biashara imeharibika. Mwanamke anatoa tena boost, anarudi nyuma nyumbani, kichwa chini, biashara imekata mtaji. Mwisho akasema biashara hii ilianza kwa neno la mchungaji, twende tena. Akaja kuniambia. Alipokuja kuniambia, nikamwambia I sense something. Na hicho kitu ninachokisense kiko pale nyumbani kwenu. Tunaondoka sasa hivi mguu kwa mguu mpaka nyumbani kwako. Tukaenda mpaka nyumbani kwao. Nilipofika nyumbani kwao nikaomba, nikawaambia ya kufanya. Jana waliwaambia hapa. Yale mambo walioyafanya wakayafanya usiku huo, maana niliwaambia saa 6 usiku. Wasome, niliwaelekeza maandiko ya kusoma na namna ya kuomba hapo chumbani kwao.
asubuhi mwanamume anaenda kazini, anarudi nyumbani na zaidi ya laki. Siku hiyo hiyo. Namna gani ilifanyika? Anajua Mungu. Lakini mwanamke naye wakati anaenda kazini anapigiwa simu, tupe namba yako ya account, tunataka kukuwekea pesa. Na mwajiri wake. Unajua kuna aina mbili ya kupewa pesa. Unapewa bahasha, hiyo ni pesa ndogo. Lakini ukiulizwa account, manake ni pesa iliyonona. Siku hiyo hiyo. Imekuwaje? Matatizo ni ya muda mrefu, lakini siku hiyo hiyo wanaona majibu, kwa sababu nitalituma neno langu wala halitakawia katika kujibiwa. Neno halitakawia. Nataka nikwambie, maisha yako yameendelea kuwa duni kwa sababu hujasikia. Na wengine mnakuja kanisani kwa sababu ni mazoea ya kuja kanisani. Nakwambia unapoteza muda ukifanya hivyo. Njoo kanisani kujaa neno. Utoke uende ukafanya mambo makuu kwa msaada wa Bwana. Mungu anataka kujaze neno lake na maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Haleluya. Haleluya. Haya maneno tunayowaambia ni tunakuweka juu ya mbawa za tai. Mbele yako utaona bahari ya Shamu, lakini utaruka kwa mbawa za tai. Mbele yako utaona mto Yordani, lakini utaruka kwa mbawa za tai. Wewe unaposoma Biblia unaona walikuta bahari ikagawanyika mbele yao, walikuta mto Yordani ukasimama mbele yao, lakini maandiko yanasema walikuwa wamebebwa juu ya mbawa za tai. Kwa nini bahari igawanyike? Ili Mtanzania, Msukuma, Mnyakyusa ajue uko mkono wa Bwana, ila wao walikuwa kwenye mbawa za tai. Hebu sema amen. Bwana atakubeba kwa mbawa za neno la unabii. Neno la imani unalolisikia lipokee kama lilivyo. Halafu utaona upepo unaokupinga unavyoshindwa. Mambo yanayokuja kinyume na wewe utaona yanavyoshindwa, kwa sababu that is the higher power. When any lesser power comes, it must bow. Lazima. Maana nguvu ya neno la imani unalolipokea ni mamlaka ya juu. Sasa kinachopambana na wewe ni mamlaka ya chini. Lazima itapiga magoti, halafu utapita. Nasema utapita. Nasema utapita. Nasema utapita. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu utafanikiwa. Hapo hapo uliposhindwa mwaka huu unafanikiwa. Hapo hapo ulipokuwa unapambana, you struggled so much, but this time it shall be by the power of God. Tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini kwa neno lako. Zamu hii huduma yako ni kwa neno la Bwana. Biashara yako ni kwa neno la Bwana. Ndoa yako ni kwa neno la Bwana. Lililotamkwa juu yako umeliamini, kwa hiyo umebebwa na mbawa za tai. Vikwazo si vikwazo tena. Unaona ushindi. Giza sio giza tena, maana nuru ya Bwana inakuangaza. Wema wake utaonekana maishani mwako kwa namna ya pekee. Na ngoja kusikia. Na ngoja kusikia shuhuda. Na ngoja kuona udhihirisho wa wana wa Mungu. Watu wanaotembea na dunia ikatetemeka. Watu wanaotembea shetani akapiga mbio. Watu wanaotembea mambo makubwa yanawatokea, maana ni miali ya moto duniani. Watu wanaosababisha matokeo. Watu waliobeba utukufu wa Bwana. Wanaotembea na nguvu ya Mungu.
waliofunikwa na uwezo wa Bwana. Hao ndio wana wa Mungu, sio watu wanaosemekana ni walokole, walialiaji, wanakwenda huko na huko, ni maombaomba. Hapana, ni watu waliojaa nguvu, wanayoyatamani yanatokea. Maana wao ni kama tai wakitaka mbuzi, wanamuona maili 300 mbali, wanakuja kunyakua na kwenda. Hawashindani na yeyote. Hawa ni wana wa Mungu. Ukiwa angani, wao ni wafalme. Ukiwa duniani, wao ni wafalme. Ukiwa baharini, wao ni wafalme. Wao ni watu wa namna ya ajabu. Moto hauwawezi, simba hawawezi, wanadamu hawawezi, upanga hauwawezi, risasi haiwawezi, sumu haiwawezi. Hao ndio wana wa Mungu. Inuka mtu wa Mungu, tembea katika urithi wako kwa jina la Yesu. Hallelujah. You are blessed of the living God. Hallelujah. Leo ni sikukuu, tusimame. Nisikuweke sana. Leo ni sikukuu. Rakashantorabasoka Arabekosha kansina Rikanara makonda. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, nataka ufumbe macho sasa. Nikuongoze mambo machache tu, lakini utakuwa unafanya hivyo nyumbani mwako kila unapokumbuka. Utakuwa unafanya hivyo nyumbani mwako, kazini kwako, ofisini kwako, kwenye biashara yako, kila unapokumbuka, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu iangalie mikono yako. Iangalie mikono yako. Iangalie mikono yako. Pulizia pumzi kwenye hiyo mikono. Sema, mikono hii imebarikiwa kwa jina la Bwana. Kila ninakoweka mkono nitafanikiwa. Mikono hii itashika mamilioni. Mikono hii itashika mamilioni. Mimi nimebarikiwa kwa jina la Bwana. Kila nilifanyalo linafanikiwa. Nafanana na mtu uliopandwa kando ya mto unaozaa matunda. Kwangu mimi hakuna wakati mzuri na mbaya. Nimebarikiwa. Kila ninalokusudia litafanikiwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ardhi yangu, ambako liko shamba langu, ambako liko duka langu, ambako iko nyumba yangu, hata kama umepanga, hiyo nyumba ni yako kwa kuwa umelipa kodi. Hiyo ardhi ambako kuna nyumba yangu, ambako kuna duka langu, ambako kuna zizi langu, ambako kuna mashamba yangu, na ibariki kwa jina la Bwana. Uwe na uhai, uzae, usizae mapoza. Usipingane na mimi. Nimepatanishwa na vilivyoumbwa na Mungu vyote kwa damu ya Yesu. Nimepatanishwa na vyote alivyoumba Mungu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ardhi, hautakataa mbegu zangu, hautakataa miradi yangu. Uchipuke, uchipuke gari langu, uchipuke nyumba yangu, uchipuke fedha zangu, uchipuke kila jema ninalolitamani kwa jina la Yesu.